mwanzo hapo msemaji wetu brother Juma Hussein Kilaghai kwamba mkutano wetu wa leo lengo kubwa ni kuzindua hii tafsiri ya Kiswahili, kwa maana kwamba Watanzania waweze kujua kwenye kesi hii ambayo ni kesi kubwa, miongoni mwa kesi kubwa ambazo zimekuwepo mahakamani hivi karibuni, na imetolewa hukumu, na baada ya kutolewa hukumu kukawa kuna mjadala mzito, na sisi kama alivyosema tukaona kwamba njia nzuri zaidi ni kuwafanya watu walio wengi waweze kufahamu wao wenyewe moja kwa moja kwamba kitu gani ambacho kilichoendelea mahakamani, hukumu ikoje. Na tukafanya juhudi kubwa wakati mijadala ikiendelea kule mtaani kujadili swala hili katika sura tofauti tofauti. Sisi tuliona kwamba tujikite kwenye kutengeneza tafsiri ya hukumu ili kila mmoja aweze kusoma na kujua kile ambacho kilichoamuliwa na Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hivyo lengo la kikao chetu cha leo ni hilo moja tu la kutafsiri, la kuzindua hii tafsiri ya hukumu ya kesi kubwa ya kikatiba. Lakini maswali yametokea haya yanahusiana pia na ile shauri, na ni vizuri tukayajibu. Swali la mwanzo tunauliza kwamba baada ya hukumu hii kutolewa, hali ya uongozi wa Kiislamu hapa nchini kwetu Tanzania, mfumo wa uongozi ukoje? Ndio swali la kwanza. Mfumo wa uongozi hapa kwetu, mahakama imetusaidia kuweza kuonyesha ni mfumo wa uongozi wa Kiislamu ukoje, kwa sababu kihistoria huko nyuma Waislamu walikuwa na uongozi wa pamoja, walikuwa na taasisi nyingi, lakini hatimaye zile taasisi zilitengeneza taasisi mwavuli kabla ya mwaka 68 ambayo ilikuwa inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Kulikuwa kuna Jamia Islamia Tanganyika, Dodoma General Muslim Association, Arusha Muslim Association. Yani kulikuwa na taasisi nyingi sana hapa nchini kwetu Tanzania kabla ya uhuru, na zilikuwa zikifanya kazi za maendeleo, zinajenga mashule, zinamiliki ardhi na kila kitu. Lakini pamoja na hizo taasisi zote, lakini walifika mahali sasa wakatengeneza umoja, yani jumuiya mwavuli, ambapo hizo taasisi zote zikawa chini ya hiyo jumuiya mwavuli. Hii sasa ilikuwa ni jumuiya mwavuli kubwa ambayo ilikuwa inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Ilikuwa inajumlisha Waislamu wa Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan kwa ujumla. Kwa hivyo huo ndio uongozi ambao tulikuwa nao. Sasa mwaka 68 serikali ilivunja ule uongozi bila sababu, na kwa bahati nzuri hili limejitokeza katika shauri hili tulipokuwa tuko mahakamani. Majaji waliwauliza mawakili wa serikali kwamba waeleze sababu ambayo ilipelekea serikali kuvunja ile East Africa. Wale majaji walishindwa kupata majibu. Lakini pia mahakama ilikwenda kufanya utafiti katika tamko la serikali la mwaka 68 la kuivunja ile East Africa, kutaka kujua sababu ni ipi. Pia vile vile katika hukumu hii utaona maelezo ya mahakama, wanasema hawakuona sababu za kuvunjwa ile East Africa. Kwa hivyo ulipovunjwa sasa ile East Africa, ule uongozi ukabadilika. Maana serikali ilivunja, alafu ikazuia zile taasisi zote zilizokuwepo, alafu ikasimamia kuunda BAKWATA. Baada ya kusimamia kuunda BAKWATA, ikachukua msimamo wa kutangaza kwamba hiki ndio chombo chenu Waislamu wote, mnataka msitake, hili ndio baraza lenu. Kwa hiyo tukahamia kwenye uongozi wa namna hiyo, uongozi wa kulazimishwa kuwa chini ya chombo kimoja, kutoka kwenye uongozi ule wa taasisi huru, halafu zikaunda taasisi kubwa, na ilikuwa na kiongozi wa juu kabisa, alikuwa anaitwa Mufti Hassan bin Amiri. Tukaja kwenye uongozi wa kulazimishwa kuwa chini ya chombo kimoja. Sasa shauri tulipeleka mahakamani lilikuwa ni la kupinga huu mfumo tulioletewa na serikali. Kwa hiyo tukaitaka mahakama itoe uamuzi, hali yetu ikoje? Ni kweli kwamba chombo hiki ni chombo kinachowakilisha Waislamu wote kwa mujibu wa sheria? Ndio mahakama imetoa uamuzi, imesema BAKWATA kwanza haijulikani aliyeunda ni nani, na
walipataje haya maelezo, mahakama ilipataje haya maelezo ya kusema kwamba BAKWATA haijulikani imeundwa na nani? Ni kwamba mahakama iliwaomba BAKWATA walete katiba ya mwanzo ya BAKWATA, yani ya mwaka 1968. Kwa kawaida katiba ya mwanzo ndani yake ndio kuna wanatajwa wale waasisi wa kile chombo, yani waasisi wa taasisi yote ile. Ukitaka kuwajua nani walianzisha chombo hiki hapa, basi unakwenda kwenye katiba ile ya mwanzo. Mahakama iliwaomba RITA kama ndio wanahusika na katiba zote za vyama vile ambavyo vimesajiliwa kwa bodi ya wadhamini, wakaomba Wizara ya Mambo ya Ndani kama wasajili wa jumuiya zote, na wakaomba mwanasheria mkuu wa serikali, na wakaomba BAKWATA wenyewe kwamba wapeleke mahakamani katiba ya mwanzo ya BAKWATA. Hawakupeleka katiba ya mwanzo ya 68, badala yake walipeleka katiba ya mwaka 1999 ambayo ndani yake hakuna majina ya waasisi wa ile baraza. Kwa hivyo ndio maana mahakama ikafika mahali ikasema kwamba hiki chombo hakikuanzishwa na Waislamu na haijulikani imekianzisha nani. Kwa hivyo uamuzi ule uliotolewa pale unatoa maelezo kuonyesha ule mkao wetu sasa wa uongozi. Mkao wetu wa uongozi ni kwamba tuko taasisi tofauti tofauti, yani tuna mabaraza mengi. Kuna Baraza Kuu la Jumuiya ya Taasisi za Tanzania, kuna BAKWATA, kuna Baraza la Sunna Tanzania, kuna Baraza la Misikiti, kuna Hayatul Ulama na mabaraza mengine mengi. Huo ndio mkao wetu ambao tuliona kwa sasa. Kwa nini tumekuwa kwenye mkao huu wa taasisi? Kwa sababu ule mkao wa kuwa na taasisi mwavuli ulivunjwa mwaka 1968. Kwa hivyo sasa hivi tuna mkao wa taasisi tofauti tofauti ambazo hizo taasisi ziko huru na kila mmoja ina haki ya kikatiba ya kuweka uongozi kulingana na katiba yake jinsi ilivyo. Yaani leo hii unaposikia kwa mfano kuna shekhe wa mkoa, kwa mfano BAKWATA wanasema wana shekhe wa mkoa, kwa mujibu wa ufafanuzi sasa unatolewa na hukumu hii, yule shekhe sio shekhe wa Waislamu wote, yule ni shekhe wa mkoa wa BAKWATA. Kuna shekhe wa wilaya, yule ni shekhe wa wilaya wa BAKWATA. Kuna shekhe wa kata, ni shekhe wa kata wa BAKWATA. Kuna mufti, yule ni mufti wa baraza la BAKWATA. Taasisi nyingine nayo ikipenda pia inaweza ikatoa uongozi wake na ikawa ni halali kwa ule uongozi. Kwa hivyo mkao wetu, swali lako kwamba mkao wetu wa uongozi ukoje, huko hivyo. Yani hatuna taasisi moja ambayo taasisi zote ziko chini yake kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa, isipokuwa tunazo taasisi tofauti, zote zimesajiliwa serikalini na kwa mujibu wa katiba zao zinaweza zikaendelea kutoa huduma zile ambazo zimeorodheshwa ndani ya katiba zao, na uongozi unatambuliwa kiserikali, kisheria, ule ambao unaelezwa ndani ile katiba ya kila taasisi. Kama kuna katiba kiongozi wake ajua anaitwa amiri, anatambuliwa na serikali. Kama kuna ambaye anaitwa mufti, anatambuliwa na serikali kama ni kiongozi wa hiyo taasisi. Huo ndio mkao wetu wa uongozi kwa ujumla. Labda hapa niongezee tu ufafanuzi kwamba hii ina maana gani? Hii ina maana kwa sasa inatupa fursa Waislamu, kama tunahitaji kurudi kule katika ule uongozi uliovunjwa serikali, tunaweza kurudi katika ule uongozi, kwa maana kwamba jumuiya zinaweza zikakutana za Kiislamu zote, BAKWATA, BASUTA, Baraza la Misikiti, BAMITA, kwa pamoja tunaweza tukakaa kwenye meza tukakubaliana kwamba tuunde chombo mwavuli kwa pamoja. Kikiundwa chombo kwa utaratibu huu, hiki chombo kitakuwa cha Waislamu wote kwa sababu kimeundwa kwa uwakilishi wa Waislamu wote. Hii ni fursa ambayo baada ya hukumu hii kutoka, ambayo Waislamu wanaipata kutokana na hii hukumu iliyotolewa. Hiyo ndio hali ya uongozi wetu kwa ujumla kama swali lilivyokuja. Swali la pili lilikuwa linaeleza kwamba kuna shutuma kwamba tumeshinda shauri hili kutokana na fedha ambazo tulizopewa na moja ya taasisi za Kikristo ndio zimetujengea uwezo wa kuweza kushinda shauri hili. Ndio swali ambalo limeulizwa hapa na mwandishi. Ndugu zangu, hili swala la shauri hili lilikuwa liko wazi mahakamani. Mashtaka yaliyopelekwa yamefahamika wazi na pande zote walipewa fursa ya kuweza kujitetea. BAKWATA walipewa fursa, na RITA, msajili wa vyama, mwanasheria mkuu wa serikali, wote hawa walipata fursa ya kujitetea pale mahakamani. Na kwa mujibu wa shauri lilivyokwenda, hapakuwa na dalili zozote zile za rushwa
kwa sababu kwa lugha inayotumika hapa kwenye swali hili tafsiri yake ni kwamba sisi tulikuwa na fedha alafu tuliohonga mawakili, tuliohonga majaji. Lakini ukilifuata ile sheria, ukifuata shauri, hakuna mahala popote ambapo unaweza ukaona kwamba inawezekana kabisa hapa kukaa kuna tuhuma za rushwa kati yetu sisi na mahakama, kwa sababu jambo lilikuwa liko wazi. Watu walipewa haki zote BAKWATA na hawa serikali walipewa haki zote. Wao wenyewe walishindwa kuthibitisha yale madai yao ambayo walikuwa wanayatoa ya kuwalazimisha kwamba Waislamu wawe chini ya chombo kimoja ambacho ni BAKWATA. Na lazima tuelewe hapa, ndugu zangu, katika shauri hili washtakiwa wakubwa ambao tuliwashtaki sisi ni msajili wa vyama, Wizara ya Mambo ya Ndani. Hawa ndio washtakiwa namba 1. Alafu na ni kabidhi mkuu wa serikali ambaye ni Rita ndio mshtakiwa namba 2, na mshtakiwa wa 3 ni mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa BAKWATA wameshtakiwa kama watu walikuwa wanatumiwa na vyombo hivi, kwa sababu hawa Rita na msajili wao ndio wanaotamka kwamba hiki ndio chombo chenu Waislamu, yani mkitaka mstake hili ndio baraza lenu. Wao ndio walikuwa wanatamka. Sasa BAKWATA walikuwa wanafaidika yani kutokana na hilo tamko. Kwa hivyo wao walikuwa wanatumiwa. Kwa hivyo sisi tumewashtaki kama watu ambao walikuwa wanatumiwa, lakini wenye jambo lao hasa la kulazimisha uongozi ni serikali. Na serikali ilipata fursa ya kuweza kuleta ushahidi juu ya yale madai yao, wameshindwa kuleta ushahidi pale. Kwa hivyo hapakuwa na dalili zozote zile za rushwa kwamba labda sisi tulikuwa tunahitaji tuwezeshwe tuwe na fedha alafu tuionge mahakama ili mahakama iweze kutoa hukumu ya kutufeva kwetu. Kesi ilikuwa iko open na ni shauri ambalo kila mmoja alipata haki, wala hakuna dalili zozote zile za kulaumiwa. Lakini pia kama kulikuwa kuna tatizo hilo la dalili za rushwa, lingeweza kuripotiwa pia wakati ule shauri linaendelea. Kwa hivyo hayo ni maelezo nafikiri ya kawaida tu ya mtaani ambayo hayana msingi wote ule. Swali la 3 ilikuwa ni kwamba BAKWATA wanasema kwamba wao wana miradi mikubwa ya maendeleo na nyinyi mna miradi gani ya maendeleo? Yaani swali linafanya kulinganisha kati ya BAKWATA na maendeleo. Mimi niseme kitu kimoja. Kwanza hii swali haliko direct kwenye swala hili la kesi. Lakini kwa sababu limekuja ni vizuri tukalijibu. Nijibu kwa kitu kimoja kwamba unapotaka kufanya comparison, unapotaka kulinganisha, basi lazima zile taasisi ziwe zina historia inayofanana, ziwe zina uzito unaofanana. BAKWATA katika mambo ya mali na taasisi zingine zilizopo sasa ni aina mbili ya taasisi tofauti kabisa, kwa sababu taasisi zilizopo leo hii, kwa mfano kama tuchukulie Al-Hikma Foundation au tuchukulie pengine Islamic Propagation Center au tuchukulie Islamic Development Foundation au tuchukulie Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Hizi taasisi katika umiliki wa mali wenyewe wameanza zero, yani wameanza kwa jasho lao wenyewe wakiwa zero. Hii ni tofauti na BAKWATA. BAKWATA imeundwa mwaka 68 baada ya serikali kuvunja taasisi za Kiislamu. Mwaka 69 serikali ikakamata miradi yote ya Waislamu, ardhi, majengo, shule na vitu chungu mzima, na miradi ilikuwa inaendelea. Kama kulikuwa na mradi mkubwa sana wa ujenzi wa chuo kikuu ambao ulikuwa umeshaanza katika ardhi iliyokuwa pale chuo kikuu, ikachukua mali za matrilioni alafu ikawapa BAKWATA. Sasa huwezi kulinganisha hawa watu waliopewa mali za matrilioni alafu unataka kulinganisha na mtu ambaye ameanza yani akiwa hana kitu kabisa yeye mwenyewe. Huyu alianza hana kitu kabisa, huyu ndo anamiliki mali ya halali na ndio mtu ambaye anaweza kupewa sifa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa mfano wanasema kwamba wenyewe wana miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo haipimwi kwa wewe kujenga. Miradi ya maendeleo inapimwa kwanza kulingana na tathmini ya mapato na matumizi. Hao walikuwa wana miradi ya mabilioni ya fedha toka mwaka 68. Kwanza itakiwa tujue kwamba pato lao ni la kiasi gani ili tuinganishe na kile wanachokifanya sasa. Maana kama mtu anakusanya matrilioni alafu anajenga banda la kuku, maana huyu ni fisadi. Hayo matrilioni mengine yako wapi? Na ndivyo ilivyo kwa BAKWATA.
wamekusanya matrilioni. Kwa hivyo leo hiyo wakisema wanazungumza wanajenga vile, ni vitu vidogo sana ukilinganisha na mali walizokabidhiwa na Waislamu. Miradi walikuwa nayo ni mingi sana. Shule wanazo zimewashinda. Shule ina sifa mbili. Shule kwanza huwa ni huduma, lakini shule ni mradi. Ndio maana mtu anajenga shule ya kwanza anaongeza pili. Wao wanazo shule zimewashinda zote. Leo hii sasa wanapozungumza miradi ya maendeleo, kwanza tujue kwamba mapato yenu yako wapi. Yale mapato matrilioni nimepata kiasi gani? Lakini zaidi ya hapo ni kwamba hii miradi ambayo unasikia wanajenga, wanakopa. Sio kwamba inatokana na zile ile miradi ya kiuchumi mkubwa ilikuwa ni kwamba wanakopa. Kwa hivyo unapotaka kulinganisha, ni lazima ulinganishaji wako uangalie historia ya vile vyombo vyenyewe, alafu ndio unaweza kulinganisha kati ya hiyo na BAKWATA. Na tukitaka kulinganisha BAKWATA, tunataka tulinganisha na zile jumuiya zilizokuwepo. Yaani wakati ule kabla ya kuvunjwa kulikuwa kuna jumuiya Jamiatul Islamia ya Tanganyika, kulikuwa kuna Dodoma General Muslim Association, kuna nini. Sasa tuwalinganishe BAKWATA, kwa sababu unaposema BAKWATA ni wale watu wenyewe, sio zile mali. Hizi mali wanazomilika zile sio BAKWATA kabisa. Zile ni mali ambazo zina wenyewe, na ndio katika mambo ambayo wakati fulani tunashindwa kuona kwamba inakuwaje taasisi ya Kiislamu inaweza kumiliki mali za dhulma. Yaani ile ni mali ambayo wamenyang'anywa Waislamu, na wanashuhudia kwamba hii ni mali ya Waislamu wamenyang'anywa, na wenyewe wapo. Alafu ile mali ikachukuliwa wakapewa wao, wakapokea. Dini gani? Qur'ani gani inaruhusu? Mtume gani anaruhusu? Yaani mimi namuona hapa, niko na brother Juma hapa, anatokea bounce hapa, anamnyang'anya simu yake hii hapa. Baada ya kumnyang'anya simu yake, alafu ananipa mimi, alafu mimi napokea. Hoja yangu kwamba hapisi nimepewa. Yaani ndio Uislamu unazungumza hivyo? Ndio mali walizonazo BAKWATA zote zina wenyewe. Ukienda kule ardhi utakuta wenyewe, haya majengo wanamiliki yana wenyewe. Kwa hivyo huwezi ukalinganisha kwamba eti miradi ya BAKWATA wanafanya miradi na hizi taasisi zingine. Hizi zingine zimeanza zenyewe zikiwa hazina kitu, wamejenga, wana shule wao cha kwao kama BAKWATA walivyoingia. Maana wenyewe wameingia kwenye zile mali za Waislamu wakiwa hawana chochote kile. Waseme baada ya kuingia walifanya nini? Kwa kifupi kwamba ni jibu hivyo, kwa maana kwamba huwezi ukaleta kulinganisha taasisi, lazima uangalie historia zile taasisi zenyewe. Na wakati huo hizo mali zenyewe ambazo wamekabidhiwa, kama itafanyika auditing, inawezekana kabisa labda zaidi ya 50% washazifuja, kwa maana ya kuziuza na kuzitapanya, na wala hata records hawana. Na mfano mzuri ni pale ambapo Waislamu walitaka kujenga chuo kikuu cha Ng'ombe. Kiwanja kimeuzwa na hakijulikani kimeuzwa kwa utaratibu gani. Sasa leo hata Waislamu wakisema tunataka kujenga chuo kikuu kwa nguvu zetu, kwa michango yetu, itabidi tukatafute eneo labda huko Kisiju au wapi huko, na eneo la mjini ndio hilo ushauzwa, na lilikuwa ni eneo kubwa. Sasa waliuza la nini? Ili wafanyie nini? Serikali ingekuwa serious, TAKUKURU wametakiwa waingilie hili swala na waanze kuchunguza, kwa sababu ni mambo yanayohatarisha mustakabali wa jamii. Lakini sijui kama serikali ina huo seriousness. Kwa hiyo ili swala la kuzungumzia mali na miradi, hebu tuliache. Sasa mwisho wa siku litakuja kuibua tumavu mengi ambayo huenda yakatutoa level hii yakatupeleka level nyingine ambayo itakuwa ni mbaya sana kwa baadhi ya watu. Sawa. Kumiliki mali ni swala moja na kunufaika na umiliki wa mali ni swala nyingine. Sasa labda yeye akatusaidie kama ataweza kutoka BAKWATA, awaulize zile mali ambazo BAKWATA nazo zimewasaidia nini Waislamu, na kama yeye ni mwandishi ambaye alihudhuria, walifanya mkutano wao mmoja na waandishi wa habari, na mufti alisema wazi kwamba miradi hii mnaiona mkubwa sana, hii sio ya mchezo.
miradi hii ikikamilika, wajane wa Kiislamu watanufaika, yatima wa Kiislamu watanufaika, au wasiokazi Waislamu watanufaika, kwa sababu sasa ajira zitapatikana. La, aliwazungumzia maafisa wake wanapata. Sasa hiyo ndio wapata ambayo wala katika fikra yao uongozi Waislamu hawamo. Sasa mimi namuomba mwandishi wa habari naye afanye hiyo assignment, aende BAKWATA akiletee taarifa hizo mali za BAKWATA zinawanufaisha nini Waislamu wa nchi hii. Sawa. Labda katika hili la kabla ya kuzungumzia miradi mipya wanayojenga, kwanza tukague ile miradi mikubwa waliokuwa nayo ikoje. Hili nafikiri naweza nikakumbusheni kidogo waandishi, mkakumbuka kwamba nafikiri kwa tarehe 22 mwezi wa 4 hivi mwaka 2024 Rais Samia alikuwa anahutubia katika baraza la Idi. Katika ile hotuba rais akasema hivi kwamba alipoingia madarakani, mtu wa kwanza kabisa kumfuata nyumbani kwake alikuwa mufti, akamwombea dua kubwa sana. Alafu anasema baada ya hapo mufti akampa faili kubwa sana la migogoro ya mali za Waislamu zilizokuwa chini ya BAKWATA. Rais akasema kwamba nikachukua juhudi ya kulisoma ile faili. Anasema kwamba niliyoyakuta humo ndani nikashika kichwa. Halafu rais akaendelea akasema hivi, lakini nikasema kwamba inapokuwa umeletewa tatizo na yule mtu mwenyewe aliyosababisha hilo tatizo, inakuwa kazi kubwa sana kulitatua. Akiwa na maana kwamba yale aliyokuta mle kwenye faili, hawa waliomletea ile faili ndio wasababishaji wenyewe. Sasa aliyokuta rais mle ndani ndio hayo sasa. Ni ardhi, kuna wakfu chungu zima za BAKWATA, wakfu za Waislamu zilizochukuliwa mwaka 68 wakakabidhiwa BAKWATA, zimeuzwa na wauzaji BAKWATA wenyewe. Wameuza majengo, wameuza ardhi, wameuza vitu chungu mzima. Sasa baada ya kuwa wameuza wao, wakataka kuwazunguka wale waliowauzia, wakaenda serikalini. Sasa wanaiambia serikali kwamba hizi mali zimeuzwa kinyume na taratibu. Serikali ikafanya utafiti. Baada ya utafiti ndio ikawaambia kwamba nono, hakuna mtu aliuza, mmeuza wenyewe. Sio jambo dogo hili. Hii sifa, hebu nieleze kwamba kama watu mnaweza mkuwa na sifa hiyo, mnapataje hadhi ya kuwa ni viongozi wa dini? Kama watu mnaweza kuwa na sifa namna hiyo ya kuchukua amana, alafu ile amana mkauza kwa maslahi yenu. Kwa hivyo kwa kifupi sana niseme kwamba nimejibu swali lako la kufanya ulinganishaji, na wajumbe wenzangu wameongezea kuonyesha kwamba lazima ujue ile historia ya hizo taasisi unazozilinganisha. Swali anasema kwamba tumeona klipu ya mmoja wa wasemaji wa mufti akilaumu serikali kuiacha Shura ya Maimamu Tanzania ikifanya kazi kubwa bila ya kusajiliwa. Sasa ila shura hili maki hapa sio shura, lakini kwa sababu limeulizwa basi tulijibu kwamba yani huyu mtu huyu mzungumzaji wa mufti anashangaa serikali kuacha shura inafanya kazi kubwa lakini shura haikusajiliwa. Labda aelewe kwamba shura isajiliwi, isipokuwa wale members wake wale ndio wanakuwa registered, ndio mfumo. Yani ile misikiti ndio inakuwa imesajiliwa, kikao hakisajiliwi. Kwa hivyo kwanza nimuelimisha juu ya hilo jambo, ajue hivyo kwamba ile shura yenyewe haisajiliwi, isipokuwa wale wanachama wake ndio wanakuwa registered, ndio mfumo uliopo. Lakini turudi katika dhana yake kwamba kufanya kazi bila kusajiliwa ni tatizo, basi arejee hii kesi iliyokuwa inaendelea mahakamani. Katika kesi hii mahakama iliwaomba BAKWATA wapeleke katiba ya mwaka 68. Mahakama iliwaomba Rita, ikawaomba Wizara ya Mambo ya Ndani, ikaomba mwanasheria mkuu wa serikali na BAKWATA wenyewe. Wakaambiwa wapeleke katiba ya mwanzo ya BAKWATA ya mwaka 1968 iliyounda BAKWATA. BAKWATA walipeleka, hao wote walipeleka katiba mbili. Katiba moja ilikuwa ya mwaka 1984 na katiba moja ilikuwa ya mwaka 1999. Hii ya mwaka 1984 mahakama ilikataa, wakaitupa, ilikuwa haina maana yote.
Hii ya mwaka 1999 ilionekana ndo katiba imesajiliwa. Sasa hiyo katiba ya mwaka 1999 inatamka yenyewe kwamba hii ndo katiba ya mwanzo ya BAKWATA. Ukisoma katiba ya BAKWATA ibara 113 inatamka kwamba hii ndio katiba ya mwanzo ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Kwa maana hiyo ina maana toka mwaka 68 mpaka 1999 BAKWATA ilikuwa inafanya kazi ikiwa haina katiba. Yaani najibu ile swali lake la kuonyesha kwamba kufanya kazi bila kusajiliwa ni tatizo. Hili kwanza akawaulize wakubwa zake, ilikuwaje toka mwaka 64 wakawa wanafanya kazi bila kusajiliwa na wamebeba mali za watu na kila kitu. Kwa hivyo kifupi ni fafanulie kuonyesha kwamba shura ni kikao ambacho members wake ndio wamesajiliwa, lakini pia nimemsaidia kuonyesha kwamba kama kuna tatizo kufanya kazi bila kusajiliwa, basi akawaulize kwanza BAKWATA ilikuwaje toka 68 mpaka 99 ndio wapate katiba. Swali la mwisho ilikuwa ni mambo gani hasa mazito yanayopelekea nyinyi kutokuikubali BAKWATA? Swali zuri sana. Ndugu zangu, Waislamu wameishi katika kipindi kigumu sana toka mwaka 68 ilipoondoa BAKWATA. Miongoni mwa mambo ambayo wameishi na ugumu nayo ni BAKWATA kuendeleza kile kilichofanywa na serikali. Serikali ilinyang'anya mali za Waislamu alafu ikawapa BAKWATA. Tena iliwapa moja kwa moja kwa maana kwamba ni mali zao. Lakini BAKWATA wenyewe pia walianza huu mtindo wa kunyang'anya mali. Toka mwaka 68 wamekuwa wanavamia mali za taasisi nyingine, wananyang'anya kwa nguvu kwa kushirikiana na vyombo vya dola. Hawa tuliwapeleka mahakamani, Rita, Wizara ya Mambo ya Ndani, wanashirikiana wanapora mali za Waislamu. Na nitatoa mfano mmoja kwa hivi karibuni. Kule Bugarama, mkoa wa Shinyanga, Kahama, wilaya Kahama, mwaka 2008 vijana walijikusanya kama kundi, vijana wa Kiislamu, wakawa wanatoa huduma kuwasaidia watu wenye shida, matatizo, wanawasaidia. Wakakuwa wale vijana, fikra yao ilipanuka zaidi, wakaona kwa nini tusianzishe shule? Kwa hivyo wale vijana wakanunua ardhi yao. Mimi nimepitia nyaraka zao zote. Wakanunua ardhi yao shilingi 4,200,000. Halafu wakaongeza ardhi nyingine shilingi 3,000,000 kwa wenye ardhi kabisa. Halafu ile ardhi wakaisajili katika mamlaka zote zile za serikali, ngazi ya kata, kijiji, wilaya, mkoa. Yaani zile mamlaka zote zile za ardhi wakapata usajili wa zile ardhi yao. Halafu wakakubaliana na mkandarasi ajenge shule. Mkandarasi kajenga shule ya awali na shule ya msingi. Wakaenda Wizara ya Elimu, kamishna akawapa umiliki na umeneja, akawatambua, wakawa na rani ile shule. Wakaenda Rita, wakasajili bodi ya wadhamini Rita kwa barua ya Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Tanzania ambayo ndio iliwatambulisha, na barua ya mkuu wa wilaya. Ikawa ni chombo kamili kilichokamilika pale. Mwaka 2025 wakapata taarifa kwamba taasisi yenu imefutwa. Wakawa wanafuatilizia, wale walikuwa wanaitwa Kamati ya Maendeleo ya Waislamu Bugarama, Registered Trustee of Kamati ya Maendeleo Bugarama, wamesajiliwa kihalali. Wakapata taarifa kwamba taasisi yao imefutwa, wakafuatilizia. Walipokuwa wanafuatilizia, ghafla wakapata nakala ya barua inatoka Rita. Hiyo nakala ni barua ambayo inatoka Rita inakwenda kwa katibu mkuu wa BAKWATA. Hiyo barua maudhui yake inasema hivi: rejea barua yako kumbukumbu namba fulani. Yani Rita wanamwambia katibu mkuu wa BAKWATA, rejea barua yako kumbukumbu namba kadhaa ambayo ilituomba tuifute bodi ya Kamati ya Maendeleo ya Uislamu Bugarama. Anasema ombi lako tumelifanyia kazi, tumeifuta Kamati ya Maendeleo ya Uislamu Bugarama, tulifuta na tumeweka tangazo katika gazeti la serikali namba kadha kadha kadha,
Kwa hivyo kuanzia sasa tunakupa taarifa kwamba shule hiyo sasa hivi tumeiweka chini ya bodi ya wadhamini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kuanzia sasa hivi fanya kazi ya kuhakikisha kwamba unapata vibali vya umiliki vya hiyo shule na uendeshaji mara moja uanze kufanya kazi. Na wakasimamiwa na serikali, wakenda wakawatoa ile kamati ya maendeleo Bugarama. Hivi tunavyozungumza leo hii shule iko mikononi mwa BAKWATA. Yaani hiyo ni shule ambayo ni tukio ambalo ni la mwaka 2025. Bahati nzuri hii kesi imekwenda mahakamani sasa hivi. Lakini tukio hai. Hawa jamaa, hawa kamati ya maendeleo wametafuta ardhi wenyewe, wamejenga shule wenyewe, wamekwenda kusajili bodi ya bodi ya udhamini. Halafu wanafutwa na wananyang'anywa shule. Na yule kabidhi wasi haelezi kafuta ile bodi kwa kifungu gani cha sheria. Nao BAKWATA haya, nakupeni mfano, ndo maisha yote ya BAKWATA. Huu mfano nakupeni wa Bugarama. Tunayo matukio namna mengi kabisa. Huu ni uporaji, hii ni dhulma, huu ni unyang'anyi. Hawa ni watu wanatakiwa kuenziwa. Watu wamejikusanya mahali pamoja, wameanzisha huduma ya elimu, wanaporwa shule yao. Kwa hivyo nimejaribu kujibu swali kwamba ni mambo gani hasa mazito yanapelekea mpaka msikubali BAKWATA. Mfano ni hii nakupa mfano Bugarama, lakini nenda Jabal Hira Morogoro, kuna tatizo kama hilo la BAKWATA kuvamia mali Jabal Hira, shule ya Jabal Hira Morogoro. Ukienda Dodoma kuna tatizo kama hilo. BAKWATA ndo taasisi pekee hapa nchini kwetu Tanzania yenye migogoro mingi na taasisi zingine iliyoko mahakamani, ndio inaongoza, na karibuni yote ni ya uvamizi, dhulma, uvamizi, fujari na kadhalika. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo haina taswira ya ambayo inaweza kufanya watu waone kwamba kuna umuhimu wa hawa watu. Yaani ni watu ambao wanaleta tafrani kila siku katika jamii ya Kiislamu. Tatizo kubwa sana. Laiti kama wangelikuwa ni kama chombo kingine, hakuna tatizo. Yaani kwa mfano wao wangekuwa wamekwenda wakati wa mwaka 68, wangeenda kusajili chombo chao, baada ya pale wakaanza miradi yao wenyewe, kwa kuna tatizo. Lakini tatizo ni hilo la kuingilia mambo ya taasisi zingine. Kwa kifupi sana niseme kwamba nimejibu maswali yako yote matano kama yalivyokuja na wenzangu waliongezea. Labda kama kuna kipengele ambacho msemaji wetu mkuu hapa kama kuna kipengele nataka kukiongeza sawa, lakini nafikiri tutakuwa tumekidhi ya maswali kama jinsi ambavyo ilivyotoka. Lakini kubwa zaidi tuomba turudi kwamba leo ni kwa siku ya uzinduzi wa hii tafsiri yetu ya hukumu ya Kiswahili. Mimi ombi langu ni kwamba Watanzania tujitahidi sana, kila mmoja ajitahidi kwamba unapata nakala ya hii hukumu. Imetafsiriwa kwa Kiswahili, ni hukumu kubwa, nzito, nzuri, iko wazi. Hayo majadiliano yanaendelea kwa barabarani, watu wanajadili, wanasema mambo chungu mzima, wanasema hivi. Hayo achaneni nayo. Nyinyi chukueni hukumu hii, someni, mtaona jambo hili lilivyokuwa liko wazi, na itatusaidia sana katika uelewa wa hali ya uongozi wetu wa Waislamu hapa nchini kwetu Tanzania. Sawa, swali zuri. Hii nakala itapatikana katika maduka yote ya vitabu, lakini kwenye mikusanyiko mikubwa. Kwa mfano kwa Waislamu kesho Ijumaa katika misikiti itapatikana, lakini kwenye maduka mengi ya vitabu itapatikana, na baada ya muda si mrefu pia tutaiweka kwenye mtandao. Kwa hiyo watu pia wanaweza kupata kuisoma moja kwa moja kwenye mtandao. Lakini katika kipindi hiki pamoja kwenye mtandao, mimi na ushauri wangu watu wajitahidi sana kupata nakala ya hii kitabu halisi. Ni jambo ambalo kubwa sana. Nitumie fursa hii ndugu zangu kuwashukuru. Nirudishe kwa msemaji wetu